Apostle, nimerudi tena. Na leo nataka nikupatie majibu ya swali ambalo ni muhimu sana. Swali hilo linasema, je, inawezekana mtu ambaye ameokoka kuolewa au kuoa mtu ambaye hajaokoka? Aidha, inawezekana wewe si mwimbaji, aidha wewe ni mwinjilisti, aidha wewe ni mtu wa dini kabisa, mwana maombi mzuri sana. Inawezekana kuolewa na mtu ambaye kabisa hajui lolote kuhusiana na dini au imani. Inawezekana. Inawezekana. Nataka nikueleza inawezekana. Inawezekana. Na hii naomba niweke wazi. Kumekuwa na mkanganyiko mkubwa sana wachungaji wakiwaeleza watu kwamba usiolewe na mtu ambaye hajaokoka, usiolewe na mtu ambaye hajaokoka, mala usioe mtu ambaye hajaokoka atakusumbua. Nataka nikueleze hata ambao wanaishi wakiwa wameokoka wote, usumbufu uko pale pale. Hebu sikiliza hii. Fungua Biblia yako kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 na mstari wa kwanza. Biblia inasema, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno, wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Umeona sasa? Kumbe asili ni utii. Unaweza kuolewa na mtu ambaye hajaokoka. Unaweza ukawakataa wachumba, ukawakataa watu, ukaona hawajaokoka. Nataka nikueleze, Biblia inatambua kwamba hatima yako inaweza kuwa mtu ambao umeambatanishwa naye kwenye hatima yako hajapata neema bado, hajaokoka bado ni mpagani. Inawezekana. Usijitazame kwamba mimi inawezekana wewe kuolewa na mtu ambaye hajaokoka na maisha yakanyooka, yakaenda vizuri, ukapata amani ambayo kama ungeolewa na ule muinjilisti usingeipata. Biblia inasema, narudia tena, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno. Umeona? Unaweza ukawa wewe ni mwanamke umeokoka lakini ukaolewa na mtu asiyeliamini neno. Mtu asiyeliamini neno ni mtu gani? Ni mpagani. Anaweza kuwa Muislamu, anaweza kuwa yoyote yule. Anaweza kuwa ni mpagani, hata kanisani hawamtambui, msikitini hawamtambui, sehemu yote ile hatambuliki. Inawezekana. Ila kinachoweza kumfanya mtu huyo akabadilika ni mwenendo. Mwenendo. Biblia inasema mwenendo unaweza ukamfanya mwanaume huyu au mwanamke huyu ambaye unaishi naye hajaokoka akavutwa kwa mwenendo wako mzuri. Kwa mtu mwingine anasema hapana, jiulize. Makanisani ni wangapi ambao wanasema wameokoka lakini mwenendo wao kila siku ni kesi, kila siku ni vikao, kila siku ni mabishano, kila siku ni malumbano? Ndugu yangu, swala la kuoa au kuolewa ni Mungu mwenyewe ndiye anajua. Usijiwekee kigezo kwamba nataka wa dini yangu, mimi ni Mroma niolewe na Mroma mwenzangu. Utapotea. Mimi ni Mkatholik, mimi ni Anglican, niolewe na Muanglican mwenzangu. Utapotea. Mimi si ni Pentecost. Hivi vitu vyote katika swala la hatima yako havina kazi ya kufanya. Na ndio maana unaweza ukawa umesoma, umeokoka, lakini ukaajiliwa sehemu ambayo bosi wa ile eneo hajaokoka kabisa na mjui Mungu. Inawezekana. Umeokoka lakini watu unaofanya nao kazi, hatima yako ya mafanikio yako imeambatanishwa kutokana na watu na mzunguko wa watu ambao bado hawajamwamini Kristo. Na kupitia hapo unashirikiana nao, unafanya nao kazi, na wakati mwingine hawa ambao bado hawajalipata neno wamekuwa ni msaada mkubwa kwenye maisha ya watu kuliko hao ambao tunasema kwamba umekwisha kulipata neno. Hivyo basi, nataka ni conclude wa kusema, acha kukataa wachumba. Acha kuwatazama watu. Mungu hatazami kama mwanadamu anavyotizama. Mungu analiangalia neno. Lakini pia kwa wanadamu sisi tunatimilishwa na kusudi. Kusudi. You may have a beautiful woman, a beautiful husband, but having a toughest marriage because of lookings on religious status,
Avoid, put aside religious status. Stand on what God has intended for you. Simama kwenye kile ambacho Mungu amekipangilia kwenye maisha yako. Basi hapo tutakuwa tumemaliza. Kwa hata nikueleze, usiogope. Safari yako Mungu ndio anaijua. Safari yako Mungu ndio anaijua. Ile amani ya moyo unayoitaka inawezekana imefungwa kwenye kitu ambacho kitarajii. Kuwa mpole, muombe Mungu, atakusaidia. Ila nataka uliweke akilini kwamba mwanaume ambaye hajaokoka unaweza kuolewa naye, ila anaweza akavutwa na kulipokea neno pasipo kulijua ile neno kwa mwenendo wako mzuri. Mwanamke ambaye hajaokoka unaweza kumuoa kabisa, lakini anaweza akavutwa kwa ule mwenendo wako mzuri. Ukashangaa kesho anakuja, anaweza kujitoa, anafanya zaidi hata ya wale ambao wamekuwa kwenye wokovu kwa muda mrefu. Kusema hivyo, ndugu yangu, Mungu akubariki sana. Tambua, macho ya mwanadamu hayaoni sawa na macho ya Mungu. Nakupenda sana Apostle. Mungu akubariki sana. Amen.